kwa asilimia kidogo ya watu wakasema acha zifanyike Nairobi, maana zimekuwa zikifanyika Nairobi, lakini tumeangalia siku ya kwanza mambo yamekuwa sijui isianza kwetu sisi tumeona kwamba kila kitu kilikuwa sawa. Ukiangalia technical bench, timekeeping, everything, kila kitu kilikuwa kiko sawa. So kwetu sisi kama wadhamini tunafurahi sana na tuna imani ya kwamba tukiendelea katika sponsorship aina hii, zile federations ambazo tunafanya kazi nao pamoja wakifanya kazi ya hali ya juu aina hii, tunaendelea kujenga wanariadha wetu Kenya. Yeah. Coach Monique, muda ambao pengine mwanariadha wa mbio fupi utaniambia ni mbio gani? Maana kuna mbio za mita 400, kuna mbio za mita 200, kuna mbio za mita 100, zote ni mbio fupi au sio? Utanieleza je, ndiposa mwanariadha wa Kenya afuzu, tunaangalia muda gani kufuzu katika mbio mashindano ya Rio? Inategemea na ni shindano gani. Kwa mfano kwa upande wa kinadada kama siku ya leo tumeweza kuona finali ya mita 100, muda wa kufuzu ni sekunde 11.32 na yule mwanariadha Eunice Kadogo aliweza kuandikisha muda wa sekunde 11.73. So ukiangalia kuna tofauti kubwa kabisa, na yeye bado hajafuzu kwa michezo ya Olimpiki. Labda apewe fursa aweze kwenda kutafuta huo muda wa kufuzu. Kwa upande mwingine ningeweza kusema kwamba pia tuna wanariadha ambao wamefuzu kwa michezo ya Olimpiki kama vile Maureen Chelagat akiwa kule Durban alipoweza kuzoa nishani ya fedha katika mbio za mita 400 kuruka viunzi, muda ambao aliweza kuweka ni muda wa kufuzu kwa michezo ya Olimpiki. Vile vile kijana Nicholas Bett katika mita 400 kuruka viunzi. Tuna wanariadha karibu 4 ambao wamefuzu tayari. Iliyobaki kwao hapa katika uwanja huu ni kupata nafasi ya kwanza na ya pili. Ya tatu naambiwa ni kwamba chama cha riadha itaamua nani atakwenda kule Rio. Kwa hivyo mbio kama mita 400 pia tuna vijana kama Alphas Kishoyan, Raymond Kibet ambao pia tayari wameshapata ule muda wa kufuzu. Iliyobaki ni wao waweze kutuonyesha wamefika kiwango gani, ambapo finali ambayo itakuwa kesho. Lakini kidogo mita 100 bado hatujafuzu mpaka sasa, hata kwa upande wa wanaume. Kitumbua kimeingia mchanga. Basi ndio imekuwa namna hiyo, lakini bado tunajibidisha kama wa Kenya kuweza kuleta zile mikakati ambazo tutaweza kufanya wanariadha wetu waweze kufuzu. Na ninaamini kwamba siku za usoni tutaweza kufanya vizuri. Msibanduke, msingatuke. Bado tupo hapa, ni makala ya Zilizala Viwanjani. Na mwanariadha Sally Kipyegon alishindwa kufuzu katika mashindano ya Olimpiki ya Rio baada ya kumaliza katika nje ya mabano ya kufuzu katika mbio za mita 10,000 ambazo zilitwaliwa na Vivian Cheriot. Hivi basi ndivyo mambo yalivyokuwa, huko akisema kwamba licha ya kutofuzu basi amewatakia kila laheri wanariadha waliofuzu, na anasema kwamba yeye atawaombea lakini hajakata tamaa. There's a good day, there's a bad day, and today just happens to be a bad day. I was planning on going to Rio, but that just, that was short. That was cut short. So that just means that I will refocus and do something else and focus on something in the fall. Of course, you've finished amongst outside the Rio bracket. Yeah. I mean, what's your message to athletes who've qualified for Rio? Oh, I wish well them. I wish Team Kenya well. I hope they do fantastic. I hope they medal and they get all the medals they can get in Rio. I wish them well and good health and good training and we'll be cheering for them. We will be absolutely cheering for them. Yeah. Do you feel Kenya has a chance in 10,000 meters women? Yes, I think we have a fantastic group. I think the girls, I think Betsy, and I also think Vivian, and I think Alice probably, if she's going the way she ran the African Championship, that was fantastic. Absolutely amazing. And it's wonderful to see women do great things, and it's wonderful to see even young people, like young girls like Alice, taking up that sport and doing fantastic and doing great work. So I wish them well. Obviously I'm disappointed. I wanted to go to Rio. I'm not going to lie. But today I didn't have it, and that just means that I have to go and refocus my energy something else and prepare for something else in the fall. What next for you, Sally? I have to go and think through, because everything was planned. I was planning on going to Rio, so the fact that I'm not going to Rio now changes a few things. But I think I'll probably focus and try to run a fall marathon. I think I'm going to prepare for a good marathon in the fall. Yeah. Ni kauli hiyo ya Sally Kipyegon ambaye hata mimi mwenyewe nimemwonea huruma, maana hakufuzu katika mashindano hayo ya Rio. Na Monique, kwa wanariadha ambao hawajafuzu, pengine kauli yako ya kuwapatia moyo ni ipi?
Ya kwanza kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa kusonga sima. Kwa hivyo ningewaomba kwamba mwaka ujao tuna michezo ya dunia ambayo itafanyika kule Uingereza. Mwaka mwingine ni michezo ya Commonwealth. Alafu 2020 tutakuwa na michezo ya Olimpiki pia. Kwa hivyo ya busara ni kuendelea kuzingatia mazoezi na kujipa ile motisha ya kuweza kufanya mazoezi. Na sisi wakufunzi tujitolee ili wanariadha wetu waweze kupata huo muda wa kufuzu. Kocha huyo wa mbio fupi Steven Mwaniki. Nasema ni kocha manake mwalimu hata kistaafu bado ni mwalimu au sio? Naam, yeye ni kocha wa magereza ama prisons, lakini alikuwa kocha wa timu ya taifa mbio fupi ama sprints, na bado naye papa hapa katika uwanja wa Kipchoge Keino. Mishi Wambiji kutoka Safaricom ni mdhamini mkuu hapa. Kwa hivyo napumua kidogo, nikirejea tutaongea mengine mengi manake mbio hizi zinatamatika hapo kesho, na pia tutamjumuisha pia David Lekuta Rudisha ambaye alishamiri na kufuzu basi katika finali za mbio mita 800, mbio ambazo bila shaka amezitawala kila uchao. Nipumue kidogo, nitarejea kwa muda usiokuwa mrefu. Sicheze mbali, ni makala ya Zilizala Viwanjani.